Vikundi vinavyopatiwa mikopo ya 10% kutoka kwenye mapato ya ndani ya halmashauri vimetakiwa kuhakikisha vinatumia fedha hizo kwa ajili ya malengo yaliyokusudiwa ili viweze kunufaisha kiuchumi badala ya kuzitumia kwenye matumizi yasiyo na tija. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba wakati wa zoezi la ugawaji wa mikopo kwa vikundi 100 kutoka halmashauri ya manispaa ya Geita yenye thamani ya shilingi bilioni 1. Kwa upande wake, mstahiki meya wa manispaa ya Geita Konstantini Molandi amesema halmashauri hiyo imepiga hatua katika utoaji wa mikopo ikilinganishwa na mwaka uliopita. Baadhi ya wanufaika wa mikopo hiyo akiwemo Frank Bukela na Rusia Khalifani wameeleza furaha yao na kutoa shukrani kwa serikali hususan Rais Samia kwa kuendelea kutoa mikopo hiyo kwa wananchi. Hii ni News Update Media, Yusuf Shaban, Geita. Hili ni jambo ambalo lipo kwa baadhi ya watu. Mkikopeshwa fedha hizi, ni kweli zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa? Wako mlioandika vizuri sana na mmetembelewa mkaonyesha ya kwamba mna uwezo wa kunyanyuka kiuchumi. Lakini kama nawaona namna ambavyo mmepanga kwenda kuanza kufanya sherehe ya kuwezeshwa fedha za halmashauri, ninawaona tena baadhi yenu mwanzo wakati mnaunda kikundi, vikao vya kuunda kikundi mlikuwa mnafanyia kwenye nyumba ya mmoja wa mwanachama kwenye kikundi. Lakini leo vikao vya matumizi vinakwenda kufanyikia Chazi ama Leni Hotel ama Harvest ama Goldstone huku mkiwa mnajiburudisha na soda. Mnakuja kushtuka milioni 1 imeisha. Alafu pesa namna zilivyo, sijui kwa nini pesa huwa zinaongea maneno ya ajabu ajabu. Zitaanza kuwapeni ujasiri. Tunakopeshwa ngapi? Milioni 40. Pesa inakwambia sika 500,000 tu, mradi utakwama kwa 500,000. Pesa inaanza kuwashawishi. Sasa mnaanza kuitumia. Mwenyekiti anajitokeza kwa sababu mwenyekiti nyumbani kwake ana matatizo mengi, anawashawishi wenzake. Mimi niwaambie wana kikundi, mradi wetu hautaenda vizuri kama vichwa vyetu havijatulia. Hebu kila mmoja aorodheshe matatizo alionayo nyumbani, tutatue kwanza haya matatizo. Vichwa vikitulia na kamradi kataenda. Sasa wanaanza kugawana matatizo ya nyumbani. Oye, kutumia pesa za mkopo kwa matatizo ya nyumbani. Oye. Haya ndio mambo walionayo mstahiki. Sasa nitumie fursa hii ninapoelekea mwisho wa hotuba yangu kuwasisitizeni mambo kadhaa. Jambo la kwanza, sisi tunataka kuweka motisha kwenu. Na katika hili, kaimu mkurugenzi, mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii na mstahiki meya, nataka kutoa rai kwa kikundi chochote ndani ya manispaa ya Geita ambacho mtakuwa mmekikopesha fedha, kikaendesha mradi vizuri, wakafanya marejesho vizuri, kwenye dirisha linalofuata msisite kuwakopesha fedha nyingi zaidi ili waendeshe maisha. Hii itakuwa ni moja ya tija ya wao kuendesha vizuri miradi yao. Mwaka ule wa fedha 2021 zilitengwa na kukopeshwa shilingi milioni 600. Na hii ilitokana na makusanyo ya wakati huo. Wakati huo mwaka 2021 mapato yetu ya ndani yalikuwa ni shilingi bilioni 8. Lakini katika awamu ya 6 makusanyo yetu yaliongezeka. Leo tunapokuwa tunaelekea mwishoni mwa mwaka 2024-2025, takwimu zinaonyesha tumetenga bilioni 1 na pointi kadhaa. Sana mama yetu, ukweli namshukuru sana kwa sababu moja. Kwanza, mimi nimekuwa miongoni mwa wale waliofuatilia mikopo hapo awali kwa muda mrefu, lakini nimekuwa nikikosa. Lakini leo katika uongozi wa mama yetu Samia Suluhu Hassan
ameweza kutupatia mikopo hii hata sisi watu wenye ulemavu. Nashukuru sana kwa jambo hilo. Na vijana tunaomba tukaifanyie kazi kwa manufaa yetu ili kukidhi maendeleo ya familia zetu na serikali kwa ujumla. Tunaomba tutakapopata mikopo hii tuweze kuirejesha vema ili tuweze kupata mikopo mingine kwa ustaarabu vizuri. Je, unatafuta sehemu tulivu, safi na ya kisasa zaidi kwa ajili ya makazi? Oh, relax, kisha pay attention. Watoto mjini wanapaita Ushuani Apartment, ila mimi napenda kupaita nyumbani. Ndiyo, ni Sweet Home Apartment. Hapa utapata mazingira mazuri, hewa safi itakao kufanya uwe kwenye comfort zone. Imagine ukitaka kuperuzi mtandaoni kuna free wifi. Ukiwa bored unapata vitu vya Netflix. Ile ndingako kali inapata parking kali. Ukitaka kupika madiko kuna jiko. Na si kupika tu, utahifadhi mpaka miko. Alafu baada ya harakati zote upate usingizi mnono katika vyumba bora na vya kisasa zaidi kwa ajili yako na familia yako. Karibu Sweet Home Apartment tukuhudumia. Najua utakuwa unajiuliza location ni wapi? Tunapatikana Mwanza Mkolani. Tupigie kwa namba ya simu